Hujambo na karibu JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kina makao yake katika jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini. Leo ni Jumanne, Juni 30 mwaka 2026. Tulionayo hii leo ni mwaka mmoja sasa baada ya makubaliano ya amani ya Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Je, makubaliano hayo yamezaa matunda chanya? Maandamano ya kupinga uwepo wa wageni wasio na vibali yamefanyika kote nchini Afrika Kusini. Katika jiji la Pretoria kwa kweli kuna ukimya sana. Nimejaribu kutoka niende kazini, nikaona ukimya, ikabidi nirudi kidogo tena nyumbani. Mitaa yote iko kimya, gari zinazopita ni gari moja moja. Na leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaadhimisha miaka 66 tangu ilipopata uhuru wake. Ni kitu gani ambacho wakongomani wanaweza kujivunia baada ya miaka 66 ya uhuru? Mateso ni yale ya viongozi wanaochukua madaraka hawafanyie wakongomani kitu. Kuna hayo na mengine mengi, na kuomba tuweze kuandamana sote hadi tamati. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Ni mwaka mmoja sasa tangu kufanyika kwa makubaliano ya amani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda mjini Washington nchini Marekani. Makubaliano ya amani yaliyosainiwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda yanatekelezwa licha ya changamoto zinazojitokeza kulingana na kipimo cha mikataba ya amani ya Afrika. Shirika hili huru limejitolea kufuatilia, kutathmini na kukuza utekelezaji mzuri wa makubaliano haya kote barani Afrika. Mkataba huo wa Washington uliosainiwa Juni 27, 2025 na mawaziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda kabla ya kusainiwa mwezi Desemba na marais wa nchi zote hizo mbili. Hata hivyo, utekelezaji wake unasuasua. Hakika, kati ya kazi 30 zilizosainiwa katika makubaliano hayo, 3 pekee ndizo zimekamilika kikamilifu, na hizi ni maendeleo ya kitaasisi kama vile kuanzisha kwa mfumo wa pamoja wa uratibu wa usalama na kamati ya pamoja ya ukaguzi. Ila ahadi zingine zimesimama. Kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuangamizwa kwa FDLR, mpango uliozinduliwa mwishoni mwa mwezi Machi 2026, una alama 5 tu kati ya 10 kulingana na shirika hilo. Kwa upande wa Rwanda, kuondolewa kwa hatua za ulinzi ambazo kimsingi zinahusisha kuondolewa kwa wanajeshi wa Kigali kumefikia pointi 2.5 kati ya 10 pekee. Kulingana na waandishi wa ripoti hiyo, kuna usawa katika vipaumbele vya utekelezaji, hali ambayo ina maana kwamba baadhi ya ahadi muhimu za usalama haziendelei. Hatimaye, wanabainisha ukosefu wa uaminifu kati ya pande hizo unaopunguza ushirikiano kati ya ahadi za pamoja, na kwa upande mwingine unaosababisha uhasama unaoendelea. Kwa habari za haraka, za kina na za uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa kwa mkongomani aliye nje, usikose kusikiliza JCTV. Usikose pia kusubscribe, comment, like na kushare. JCTV ni jicho lako. Maandamano ya kupinga uwepo wa wageni wasio na vibali yamefanyika kote nchini hapa nchini Afrika Kusini. Nilifanya mahojiano na baadhi ya wageni wanaopatikana katika baadhi ya miji mbalimbali hapa nchini Afrika Kusini kutaka kupata picha halisi ya maandamano katika maeneo wanakoishi. Hapa tuwasikilize. Katika jiji la Pretoria kwa kweli kuna ukimya sana. Nimejaribu kutoka niende kazini, nikaona ukimya, ikabidi nirudi kidogo tena nyumbani. Mitaa yote iko kimya, gari zinazopita ni gari moja moja, watu wanaopita hapa mmoja. Taxi ambazo zinazoea kufanya kazi kwa wingi, lakini ni taxi moja moja. Kwa kweli utafikiri kweli mji umeingiliwa na vita, utafikiri ni vita imeingia kwenye mji wetu wa Pretoria. Na maandamano tayari yameanza kwa sababu yanapangiliwa saa 4, ila wanaanzia mjini huko ndo wanakuja kwenye mitaa, wanapita mitaa waliopangilia mpaka police station kama walivyoaga. Lakini kwa sasa hivi bado hatujaona shida yoyote isipokuwa ukimya. Na vipi, ulinzi ni wa kutosha mitaani? Ulinzi mitaani ni kama tosha kwa sababu hatujaona vurugu. Labda tunasubiria wakiingia kama hivyo walivyoahidi. Kama kutakuwa na ulinzi tosha tutajua hapo baadaye, lakini kwa sasa hivi bado ukimya upo. Wewe ni kiongozi, unaongoza jamii mojawapo ya wakongomani hapo katika jiji la Pretoria. Ni ujumbe gani ambao umeutoa kwa jamii ambao unaiongoza wewe?
kuhusiana na maandamano Kwa haya? kweli hiyo ilikuwa wiki yote hii nilikuwa natoa ujumbe tu wa kuweza kuhamasisha wasiogope, kwa sababu mambo yote yako chini ya ulinzi wa serikali. Na usiku kabla ya kuamkia leo nimewaambia tafadhalini sana, kulingana na kile wanachokiandaa, nikawaambia wakae kwenye majumbani kwao, wafunge makazi, wale wanaofanya kazi wasiende kazini kabisa. Kila mtu awe ndani mwake, kwa sababu siku moja tu haiwezi kuharibisha maisha yetu sisi wakimbizi ambao tuko hapo, kwa sababu kama walivyoahidi, watakayekuta ambaye amefungua duka basi watabomoa, watachukua, na hiyo itakuwa sio vizuri. Hata kukuua, wanaweza kukuua, watakupiga. Lakini nikawaambia mtu yeyote asitoke ndani, tuvumilie, tuangalie kile ambacho kitakachoendelea. Na wito wenu kwa serikali pengine kama viongozi wa jamii? Serikali tunaiomba tu usalama, tunaiomba usalama kwetu sisi raia ambao ni wakimbizi, ambao ni wageni kwenye mji wa South Africa, na ndio tulivyoomba serikali itusaidie tuwe na usalama kama walivyoahidi. Maandamano yao itakuwa kwa usalama, kwa sababu tatizo kubwa hapa, wao wanadai kwamba hawataki mtu yoyote asiyokuwa na kitambulisho kwenye nchi hii. Na kama ndivyo ilivyo, basi tunaomba serikali baada ya maandamano haya watusaidie wale ambao hawana vitambulisho, wape vitambulisho, kwa sababu wapo nchini, na nchini hatuwezi tukaishi bila vitambulisho, na sehemu ambako wanatoa vitambulisho ipo wazi. Kwa hiyo watusaidie baada ya maandamano haya, wote ambao hawana vitambulisho wawape vitambulisho. Hilo ndilo ombi letu kwa serikali. Kwa sasa maandamano bado yanaenda vizuri, hali haijawa mbaya, lakini kwa upande wa sisi wakimbizi wageni hapa, watu wote tulifunga biashara, tuko manyumbani, kila mtu yuko ndani kwake, wenye wako uani, lakini ambayo yanajiri barabarani huko bado yako kawaida, yako kwenye standard nzuri tu. Ulinzi ni wa kutosha, polisi wanafanya kazi yao, wanazunguka kila mtaa. Kwa hapa Karafonteine hali iko shwari kabisa, labda baadaye, lakini kwa sasa ulinzi uko umekamilika, kila mtu yuko ndani tu. Biashara kwa sisi wageni hatujafungua, hakuna mtu aliyefungua, wote kwa ujumla hakuna aliyefungua kabisa. Wito wetu sisi kwa serikali ya Afrika Kusini, cha kwanza tunaomba protection nzuri, cha pili tunaomba wajaribu kuangalia kwa wale ambao labda hawana documents, wawe documented kwa njia, kwa sababu walio wengi utakutana wengi ni document zao zili expired, sasa zinashindwa kuwa renewed. Kwa hiyo inabidi washughulikie, na kuna wale ambao walipewa mass leave bila kwenda hata appeal, wangepata nafasi tena ya kuwaruhusu wa appeal ili wawe legal. Kwa majina naitwa Franki, nikiwa pande za Mpumalanga, mkoa wa Mpumalanga, mjini Carolina hapa. Kwa upande wetu huku mpaka mida hii kabisa hatujaona kitu chochote, ila tu mkini nchi ndo uko kimya, maduka yamefungwa, kila mtu yuko nyumbani kwake. Movement hakuna kabisa, ila kusema kwamba watu wako nje kuandamana hatujaona chochote. Polisi ndo inafanya patrol na baadhi ya magari fulani ya security companies. Hiyo ndo hali halisi inayotokea hapa pande zetu za Mpumalanga. Na watu wamechukua tahadhari gani pengine kutokana na maandamano ambayo yameandaliwa kote nchini? Kutokana na tahadhari ambayo watu walichukua zaidi sana ni ile ya kusema kuwa kila mmoja abaki nyumbani, asitoke na asifanye chochote, hususan kwa sisi wageni. Hiyo ni tahadhari kuu ambayo tulibaki nayo na kuweka kichwani, na ni kitu ambacho kabisa tumeweza kukifanya kwa siku kama hii ya leo. Tumehakikisha kila mtu yuko nyumbani kwake, amekaa bila kutoka kufanya kitu chochote kile. Pengine kwa wale ambao lazima watoke nje ili wapate chochote chakula, hali ikoje kwao kwa siku ya leo? Pengine kwa watu ambao wale walikuwa hawakujiandaa vizuri, upande kama huo wa chakula, hususan watu kama na hao zaidi sana wana tatizo kubwa, ila kutokana na hali ilivyo kwa hapa, kuna uwezekano unaweza ukatoka ukaenda hapa Shoprite ukanunua kitu na kurudi mara moja nyumbani, kwa sababu hakuna mwandamanaji yeyote na kuna mtu yeyote anaitishia kitu chochote kile. Asante sana mtangazaji. Hapa Debene, yani hali kwa muda huu, hali inaonekana kuwa mbaya, lakini sio mbaya kivile zaidi, kwa sababu duka zote zimefungwa, hakuna kazi ambayo inafanyika kwa muda huu. Watu tayari maandamano yameanza na tayari kwa muda huu ninazongea,
wako Bria Center, ngambo za pale, kuanzia Bria Center hadi kufika ngambo za King Dinizul Park hapa Christian Center, na duka zote hazifanyi kazi. Taxi ndo zinafanya kazi, zinaendelea kufanya kazi, na ukitizama taxi wanahitaji zaidi sana wateja kutoka kwa wananchi raia wa kigeni, lakini kwenye taxi utaona taxi nyingi sana zinapita ziko empty, yani hakuna kazi kwenye upande wa taxi, na kwenye biashara hamna kazi. Vipi kwa upande wa usalama? Usalama umeimarika? Usalama tunaona polisi wapo, lakini hatuwezi tukajua zaidi sana kwa muda huu kwa kusema usalama umeimarika, kwa sababu ni mwanzo wa maandamano. Hatujui baadaye itakuwa namna gani, lakini kwa muda huu usalama umeimarika kwa upande wa polisi. Jeshi la polisi limesimama, kuna helikopta zipo juu zinatembea, zipo juu, zipo angani, na chini kuna jeshi la kutosha la polisi. Licha kwamba bado ni mapema, je, hakuna taarifa zote za vifo, uharibifu wa mali ambazo zimeripotiwa mpaka sasa hapo Durban? Kwa muda huu bado hapajakuwa kifo hata kimoja kimeripotiwa, hata kusema mtu fulani amepigwa sasa hivi habari hizo hazijasikika, na kuvunjwa kwa mali za watu kwa sababu watu tayari walifunga mali zao mapema kabisa, na sasa hivi hapajawa ripoti yoyote, labda tusubirie baadaye. Na nini kama wageni mnafanya juhudi gani au mbinu gani kuhakikisha kwamba kutani na matatizo yote katika siku hii ya leo ambayo ni siku maalum kabisa ya maandamano kote nchini Afrika Kusini, maandamano ya kupinga uwepo wa wageni wasio na vibali hapa nchini? Mbinu ambazo sisi raia wa kigeni tunaoifanya ni kukaa ndani. Unakaa ndani, unafunga, kama unafunga milango yako, alafu unasikilizia, unafata habari kwenye mitandao ya kijamii, labda waanze zile taratibu zao za kufanya door to door, yani mlango kwa mlango. Hapo ndo wanaweza wakaumiza raia wa kigeni wengi. Na wito wenu ni upi kwa serikali ya Afrika Kusini? Sisi kwenye Afrika Kusini tu raia wa kigeni wanaomba usalama, wanataka usalama, yani wenyewe sio eti wapo pale kwa kupigana na wenye nchi. Hapana, mwenye nchi mchezea kwao utunzwa, na mwenye nchi ni mwenye nchi tu, mwenye nchi yake. Maandamano yoyote raia wa kigeni hawakatai maandamano, wenye nchi kufanya maandamano, hapana, hiyo ni haki yao kufanya maandamano, lakini tatizo ni ile kuanza kupiga watu, kuua watu, kuharibu mali za watu. Huo utaratibu hauko vizuri sana. Ndio maana raia wa kigeni sisi ambacho tunakiomba serikali ya Afrika Kusini, kama katiba ya Afrika Kusini inavyoongea, Afrika Kusini ni nchi ya mtu yoyote anaishi Afrika Kusini, na hakuna mtu yoyote yule ambaye yuko juu ya sheria. Kwa hiyo kila mtu aheshimu sheria, au mwenye nchi au mgeni, sheria ifuate mkondo wake. Hao ni baadhi ya wageni ambao nilifanya nao mahojiano hivi punde kutaka kujua ukweli au kupata picha halisi ya maandamano katika maeneo wanakopatikana. Na mwishowe kabisa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaadhimisha hii leo miaka 66 tangu ipate uhuru wake kutoka kwa Ubelgiji. Je, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaweza kujivunia nini? Jacques Oyalala anajibu maswali yangu. Leo ni siku kuu yetu ya independence kabisa, lakini mateso ni yale yale. Viongozi wanaochukua madaraka hawafanyie wakongomani kitu. Mateso ni yale yale: vita, poverty, ya kukosa makazi, ya dictature. Angalia, government inapenda kugeuza katiba ole ya kugeuza maisha ya watu na kujenga nchi. Yaani hakuna lolote. Viongozi vinatumikia tumbo zao. Koripshiko mingi, kazi hakuna, maji hakuna, moto hakuna. Hakuna lolote linalofanyika. Hivi unadhani ni kitu gani ambacho kinahitajika kwa sasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa kwa wananchi wa kawaida ambao wanapitia changamoto chungu nzima? Kitu gani kinahitajika kufanyika kwa sasa kwa wananchi? Yenyewe inahitajika ni revolution. Info viongozi viko katika madaraka vitoke, vingine vingizi vyenyewe vitatumikia raia na kujenga nchi yetu ya Kongo. Juu kabisa viongozi wetu hawana ile hawana utu na watumikie raia, wanatumikia tu tumbo zao
na mafamilia yao, na wanatumikia wageni, hawatumikia Wakongomani. Juu mpaka hivi miaka yote kwa nafanya Kabila ningia, Felix anaingia, wanatumikia. Kuna kosekana mabarabara kutoka province ku province, makazi hakuna, kucreate makazi, na kazi ndio natumaka watu waishi katika nchi. Moto hakuna, kura kwetu ni nguvu sana, ni problem. Uone kwa hii Coupe du Monde hivi, kuangalia machi yetu equipe nationale yetu kuma province yenyewe kuona juu ya moto ilikatika, Kinshasa ilikatika, kwenye uko gouvernement central. Maji hakuna, njaa iko mingi sana, chakula hakuna. Ili itakuwa maisha gani? Situation iko vile vile igeuke. Viongozi vyetu havistahili. Tunahitaji viongozi vyenye viko na akili, vinapenda nchi, vyenye vinageuza maisha ya Wakongomani na maisha ya nchi. Tatizo la Jamhuri ya Kidemokrasia ni kitu gani? Ni ukosefu wa uongozi thabiti au ni ukosefu wa mfumo imara? Ni ukosefu wa uongozi. Viongozi wenyewe tunapata kwenye madaraka sio viongozi vya halali, ni wafanya biashara. Juu wao wanakuja juu ya pesa, na hizo pesa wanatafuta na wageni, yaani ba Occidentaux na ba Amerika. Wanajali pesa tu kwao, hawajali maisha ya watu na kujenga nchi. Hivi ukiangalia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya leo na hili ya zamani, hapa namaanisha kwamba baada ya uhuru na kabla ya uhuru, ni hipi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ilikuwa inanawiri, ambayo ilikuwa nzuri kulinganisha na nyingine? Hii ya sasa ni wesi bora, ile ya zamani. Ya sasa ni wesi kabisa. Raia inahangaika sana. Hakuna matumaini ya jeunesse yetu. Hawana matumaini. Ndio unaona mbele jeunesse yetu ilikuwa inaenda nje, mainchi ya kigeni. Kwa sasa ukiona Wakongomani wenyewe wako nchi za kigeni ni wengi sana. Ndio hakuna makazi. Lakini mbele ilikuwa kawaida, maisha ilikuwa mzuri, wababa zetu walikuwa natumika, makazi ilikuwa, lakini mateso ilikuwa, lakini sio kama hii sasa. Yaani hivi hakuna matumainia kuraia yetu ya Kongo, hata jeunesse yetu ya Kongo hakuna matumaini. Ndio maana unaona jeunesse wa vijana wote wanatoka nje, wanaenda tafuta makazi, maisha nje, na wanaikaa kule. Na mtu Mkongomani akienda nje hakumbuki kama atarudia kwenye nchi yake. Kwa mateso yenyewe ndani ya nchi, hata uende usome au utapata kazi. Aya, panapokuwa na tatizo lazima suluhu iweze kupatikana. Sasa nini kinahitajika kuweza kuiokoa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Naomba Wakongomani waamuke peke yao. Sisi tuamuke kwa kufanya revolution kubwa juu ya kugeuza nchi yetu. Maisha ya Kongo iko mikono yetu, sio Wakongomani. Hakuna mtu mwenye atatoka nje atakia kugeuza Kongo na maisha ya Wakongomani bila sisi. Tuamuke, tumeshatoka nje sana, nchi za kigeni, tumeshasoma, tunaona zingine nchi zinatumikia nchi yao na raia natumikia nchi yao. Ilifo kupusie viongozi wale wenyewe corruptive watoka. Kama hii gouvernement Tshisekedi, ndio corruptive, hawatumiki, wanaiba sana, wanaenjoy na pesa, hawajali na maisha ya raia. Na tutaikala kila miaka vile kulia. Ilifo vile viongozi tutoka kama zingine nchi zinafanya, kama huko Afrika Kusini, kama Kenya inafanya, na zingine nchi za kuendelea. Raia inasimama, inasema enough is enough, yani tunapaswa geuza nchi. Ni Jacques Alala, mwanasiasa na mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha IDC, ambaye nilizungumza naye hivi punde kutoka pwani ya Durban, mashariki mwa Afrika Kusini. Na huo ndio mwisho wa habari zetu kutoka JCTV. Naitwa Bedi Jean de la Croix. Kwaheri kwa leo.